Watu wenye silaha waliwashambulia na kuwateka wanafunzi wa kike 25 na pia wakamuua mwalimu mwandamizi katika shule ya wasichana iliyoko kaskazini magharibi mwa Nigeria katika jimbo la Kebbi jana Jumatatu Novemba 17 mwaka 2025. Mashambulizi hayo yalifanyika ghafla wakati wanafunzi na walimu wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Wahusika walikuwa wengi na wameelezwa kuwa walikuwa wamejihami kwa silaha nzito, jambo lililofanya wananchi na walinzi wa eneo hilo washindwe kuwazuia. Polisi walitumwa haraka kuelekea shuleni baada ya kupokea taarifa za shambulio hilo, lakini walipowasili wahalifu tayari walikuwa wameondoka na watu waliowateka. Hali hii imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao wamelalamikia ukosefu wa ulinzi wa kutosha katika shule na vijiji vyao. Tukio hili limeongeza orodha ndefu ya matukio ya utekaji nyara ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara katika maeneo ya kaskazini mwa Nigeria. Kwa miaka ya hivi karibuni, maeneo haya yamekumbwa na machafuko yanayosababishwa na makundi ya kihalifu yanayojulikana kama majambazi. Makundi haya yamekuwa yakivamia shule, vijiji na hata magari barabarani, wakiteka watu kwa lengo la kupata fedha za ukombozi. Utekaji mkubwa zaidi uliowahi kupata umaarufu duniani ni ule wa wasichana 276 wa Chibok mwaka 2014 ambao uliibua ghadhabu na kampeni za kimataifa za kuwataka waachiliwe. Hadi leo baadhi ya wasichana hao bado hawajapatikana, jambo linaloendelea kuchochea hofu na majonzi katika jamii. Majambazi hao ambao mara nyingi hujihusisha pia na uporaji wa mifugo, uharibifu wa mali na mauaji wamekuwa changamoto kubwa kwa serikali ya Nigeria. Licha ya operesheni za kijeshi na polisi kujaribu kudhibiti hali, visa vya majambazi bado vimeendelea kuripotiwa. Wananchi na viongozi wameendelea kuitaka serikali kuongeza nguvu za usalama, kuboresha ufuatiliaji wa maeneo hatarishi na kulinda shule ambazo zimekuwa shabaha kuu ya uhalifu. Serikali ya jimbo la Kebbi pamoja na serikali kuu imeahidi kufanya kila liwezekanalo kuwasaka wahalifu hao, kuwaokoa waliotekwa na kurejesha hali ya usalama katika eneo hilo. Wakati huo huo, familia za waathiriwa na jamii kwa ujumla zimesalia katika hofu, zikiomba hatua madhubuti zichukuliwe mara moja ili matukio kama haya yasijirudie tena.